Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahi yastaftihu bihi walhamdulillahi yastazidu bihi wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth rahmatan lil alamin al-qailu fi hadithihi sharifu khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, amma ba'du. Mheshimiwa mzee wetu, mlezi wetu wa roho, mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar ibn Zubair ibn Ali, Mheshimiwa mzee wetu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu, Mheshimiwa balozi wa Saudi Arabia al-akhi al-aziz Yahya Akashi, Mheshimiwa mulhaquddin mwambata wa mambo ya dini katika ubalozi wa Saudi Arabia al-akhi al-aziz Mut'ab, Mheshimiwa Shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam Shekhe Walidi ibn Shekhe Al-Hadi Omar, Mheshimiwa akhi al-aziz mwenyekiti katibu wa baraza la wazee wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani na mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kaka yangu Shekhe Matimbwa, Mheshimiwa Shekhe Musa ibn Hamid katibu wa maalumu wa mufti, ndugu waandishi wa habari, ni kuamkieni kwa maamkizi ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua tukio muhimu, tukio ambalo huwa linafanyika kila mwaka, lakini mwaka huu mafanyiko yake yatafanyika katika mwezi wa mfungo mosi insha Allahu taala. Mwezi wa mfungo mosi ndio yatafanyika sawa na mwezi 16 au 17 hasba mwandamo. Tukio lenyewe ni yale mashindano ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu hapa Tanzania. Mashindano haya kwa sharafu kubwa kabisa tumepata udhamini mkuu kutoka kwa ndugu zetu wa Wizaratu Shuuni al-Islamia wa Mamlakatul Arabia Saudia, na kwa nguvu kubwa kabisa, na ndio maana leo hapa mnatuona tuna balozi wa Saudi Arabia akiwa anaiwakilisha wizara katika kikao hiki, akiwepo pia na mwambata wa dini wa Saudi Arabia. Mashindano ya safari hii hayana tofauti na mashindano yote tunayoyafanya. Kutakuwa na magrupu mawili katika mashindano. Grupu la kwanza ni la wale vijana wadogo kabisa wa kuanzia miaka 5, 6 mpaka mwisho miaka 12, lakini vile vile grupu la vijana wakati kwa kati ambao wanaanzia hapo baada ya miaka 12 mpaka miaka 25. Mwaka huu tutakuwa na nchi 26 kutoka katika mabara yote ya dunia. Tutakuwa na wageni wa kutoka katika nchi 26. Mbali ya hao yatapambwa mashindano haya na imamu kutoka Masjidil Haram na Masjidil Nabawi kutoka Maka na Madina. Atakuja maalumu kwa ajili ya kuyatia nguvu na kuyashajiisha mashindano haya. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna zawadi ambazo zilizokuwa zitafikia dola 30,000. Zawadi yote ni dola 30,000 ambazo watazogombea washiriki wote hapo, washiriki wadogo na wakubwa watapata kwa mtiririko maalumu ambao utakaotangazwa baadaye. Pia katika mashindano haya tuna wageni wengi ambao watakaofika kutoka maeneo tofauti, wakipambwa na viongozi wakuu wa nchi wa Kiislamu katika nchi ambazo zinazotuzunguka. Tunatoa mwito kwa watukufu Waislamu na wananchi kwa ujumla kushirikiana nasi katika mashindano haya, ambapo cheche zake zitaanza tarehe 31 Machi. Tarehe 31 Machi mwezi huu itaanza cheche zake, na mwisho wa mashindano haya yatakuwa tarehe 5 Aprili. Tunatarajia kufanya kilele chake katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tunaomba waandishi wa habari mliokuja hapa mtupelekee salamu zetu hizi kwa wananchi wa Tanzania ili waweze kuhamasika kufika katika mashindano haya. Wabillahi tawfiq.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nichukue nafasi hii mimi kumshukuru balozi wa Saudia kwa namna mchango wake anapotoa katika kuendeleza dini na kuleta amani kwenye taifa pamoja na ulimwenguni. Baada ya maneno haya, nawatakia kila heri, tuendelee kuwa na amani nchini, na amani hizi tupatikana kwa kuungana, mshikamano bila kubaguana. Asante sana. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. معالي رئيس البرلمان جمهورية تنزانيا المتحدة المهندس موسى عزام زونغو، سماحة مفتي جمهورية تنزانيا المتحدة الشيخ أبو بكر بن زبير بن علي، الشيخ عثمان كابور رئيس جائزة تنزانيا الدولية، سعادة الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية الشيخ متعب الزماي. الحضور الكريم، سعيد جدا بتواجدي اليوم، وأشكر قبل ذلك معالي رئيس البرلمان وسماحة المفتي للحضور ولتدشين مسابقة تنزانيا الدولية لتحفيظ القرآن الكريم. اليوم نحن نشهد نوع من أنواع التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تنزانيا المتحدة في أحد وهي مجال خدمة ودعم كتاب الله وحفاظه الأجلاء. وقبل أن أبدأ أتشرف بأن أرفع الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولفخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة لتسهيل لدعم وتسهيل إقامة مثل هذه المسابقة، وأن تنعكس هذه العلاقات على أرض الواقع. كذلك المسابقة وتدشين المسابقة اليوم يعكس التعاون الوثيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وبين المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتي وقعت اتفاقية العام الماضي. وبهذا المقام نشكر سماحة المفتي لحرصه ومتابعته لهذه الأمور ولتعزيز التعاون في المجالات الإسلامية والدعوية بين المملكة وتنزانيا، ونتطلع إن شاء الله لمزيد من التعاون في هذا المجال. تولي المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بالقرآن الكريم حفظا وتعليما ونشرا، ويشرف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، أو أشرف على طباعة أكثر من 300 مليون نسخة منذ إنشائه، مختلف الروايات والترجمات، وتم توزيعها مجانا لأكثر من 170 دولة حول العالم. كما تدعم المملكة ما يزيد على 150 ألف حلقة تحفيظ قرآن كريم، إلى جانب رعاية وتنظيم مسابقات دولية بارزة مثل مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي استقطبت آلاف المتسابقين من أكثر من 100 دولة. وعلى مستوى وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة، فإن عدد المسابقات الدولية التي تدعمها الوزارة الدولية خارج العالم خارج المملكة في عام 2025 23 مسابقة في هذا العام في العام الماضي. ولا شك تعتبر مسابقة تنزانيا الدولية من أهم هذه المسابقات على مستوى القارة وعلى مستوى العالم، نظرا للحضور الكبير التي تشهده كل عام. وإن شاء الله نتطلع هذا العام كذلك إن شاء الله لأن يكون ضمن الحضور أحد من أئمة الحرم المكي الشريف في هذه المسابقة المهمة. نشكركم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mheshimiwa mzee wetu Spika Bunge letu la Tanzania, Mheshimiwa Balozi Al-Akh Al-Fadhil Al-Ghali, Balozi wa Saudi Arabia Al-Akh
Mulhaquddin Sheikh Kaporo, msimamizi mkuu wa mashindano haya ambayo tunazindua leo hapa, Sheikh Musa bin Hamid bin Juma bin Hamid, katibu wa Mufti, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi, mwenyekiti wa wazee wa Dar es Salaam Mzee Matimbwa, wageni wote mlioalikwa, mliohudhuria, waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni wafahamishe vizuri kama alivyosema balozi hapa, haya mashindano asili yake yanasimamiwa na Wizara ya Dini, Wizara ya Mambo ya Dini kule Saudi Arabia, Al-Mamlakatul Arabia As-Saudia, kupitia ubalozi wetu wa Saudia, ambao balozi wetu ni ndugu yetu Ukash. Na tumshukuru Dr. Abdul Latif ibn Abdul Aziz Ali Sheikh, ambaye ndio waziri wa mambo ya dini kule Saudi Arabia. Moja ya mambo yaliyokuwa yamepatikana katika mkataba ulio baina ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Wizara ya Dini kule Saudi Arabia, moja ya mambo yake ni hili jambo la mashindano ya Qur'ani, yani tunzo hii ya mashindano ya Qur'ani. Yaliyomo ndani ya ule mkataba, moja ni hili jambo ambalo limeonekana litekelezwe katika mtindo mwingine, badala ya kwamba Qur'ani, mashindano haya yangefanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Tumeona kwamba mashindano ya Qur'ani haya yafanyike baada ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ni miezi yote tu, miezi yote 12, kwa sababu maisha ya mwanadamu hasa Muislamu atakiwa aishi katika maisha ya Qur'ani ambayo yanamzunguka kwa miezi 12. Kwa hiyo mwanzo wa mashindano kama alivyoeleza Sheikh Kaporo ni tangu tarehe 31 mwezi wa 3 2026 mpaka tarehe 5 mwezi wa 4 2026, itakuwa siku ya kilele. Niwahimize tu Waislamu kwamba tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani na tumehudhuria mashindano ya aina mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mashindano haya ya tuzo ya kimataifa tumeyagurisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani kwenda katika mwezi wa mfungo mosi, ili kutoa nafasi nzuri ya watu kuweza kuhudhuria katika mashindano mbalimbali na kuangalia na kushuhudia vipaji vya wasomaji wetu, lakini na kuaridhika na kuzingatia kwa kusomwa Qur'ani na kuyafanyia kazi ambayo tumeyasikia katika Qur'ani itakokuwa imesomwa pale. Sasa kazi yangu mimi ni ndogo. Kazi yangu ni kuzindua, niseme tamko la kuzindua kwamba tuzo ya mashindano ya Qur'ani nimeyazindua sasa hivi. Mwenyezi Mungu atupe taufik na atujalie kuweza kuhudhuria, lakini atujalie kuweza kushuhudia, na tarehe 5 inshallah taala mwezi wa 4 2026 tuhudhurie vile vile kwa wingi kama ambavyo tumeweza kuhudhuria katika mashindano mengine yote yaliyopita. Na mashindano kama unavyoelewa, uwanja wetu ni ule ule tu wa Mkapa, ndio tutahudhuria hapo katika uwanja wa Mkapa National Stadium kwa ajili ya kuja kuangalia vipaji vingine, na kama alivyoeleza Sheikh Kaporo na akaeleza na balozi wetu kwamba matarajio ni kupatikana mmoja ya maimamu wa haramu ya Makka
na haramu ya Madina, yani msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo karibuni sana, tulione hili jambo kubwa. Mtume anasema man utiya alqur'ana faraa anna ahadan utiya afdala mimma uti faqad saghara aziman wa azzama saghira, rawahu at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir an Abdullah ibn Amr. Mtume anasema mwenye kupewa Qur'ani, na sisi sote tumepewa Qur'ani, ndio kitabu chetu, kisha akamwona mwingine amepewa kitu kikubwa zaidi kuliko yeye na kilicho bora kuliko yeye, huyo amelifanya dogo jambo kubwa na akalifanya kubwa jambo dogo. Kwa hiyo sisi tuifanye Qur'ani ya mashindano haya ni jambo kubwa kweli kiasi cha kwamba linatushughulisha na tunaweza tukahudhuria hata kama sio mwezi wa Ramadhani katika uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria kwenda kuona vipaji vya wasomaji na pia kwenda kupata rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusomwa Qur'an. Mashindano haya nimeyazindua rasmi. Allahu Akbar. Kauli mbiu yetu ya mashindano haya ya tuzo ya kimataifa ni Qur'ani ni amani. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmidi TV.